Na mambo vipi mtazamaji wa Kishamba TV, ripota wako wa zamu leo niko mtaani bwana kupiga story na mashabiki wa klabu ya soka mbalimbali. Na leo hapa niko na shabiki wa klabu ya soka ya Simba, lakini pia ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu nchini Tanzania, mzee wetu Mzee Mwenda. Tuko naye hapa kuweza kuchukua mawili matatu kutokana na kila ambacho kimejiri katika anga letu hili la kimichezo. Wazee wa Simba wamekuja na tamko lao mara baada ya kukaa kwa ukimya kwa muda mrefu sana, na nikukumbushe tu takriban siku zimepita 18 toka dabi ya Kariakoo iweze kuahirishwa ile Machi 8. Sasa matamko yamekuja ni mengi kweli kweli ya TFF, viongozi, wazee wa Yanga, mashabiki wa klabu ya Yanga, mashabiki wa klabu ya Simba wakitambiana kwa namna moja ama nyingine. Lakini jana usiku wa kuamkia leo Taifa Stars pia tumeshuhudia pale nchini Morocco wakiweza kupepetuana na klabu ama timu ya taifa ya Morocco, na timu hiyo ya Taifa Stars kuweza kupokea kichapo cha goli 2-0. Hayo yote tutayazungumza hapa kwa sababu nilionaye hapa ni mchambuzi pia wa masuala hayo ya kabumbu nchini Tanzania. Mimi naitwa ripota wako wa zamu, naitwa Morris, nyuma kamera niko na director Moji, na hii ni Kishamba TV. Twende pamoja mpaka pale tutakapofikia tamati. Mzee wangu, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Maisha yanaenda. Heri. Jana tumeshuhudia timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ikikubali kichapo cha goli 2-0 ikiwa ugenini pale nchini Morocco dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Pengine kwenye mchezo ule, wewe mchezo umeutazamaje? Na naweza nikasema kwamba Taifa Stars tumeimprove kutoka kwenye mchezo wa kwanza mpaka huu mchezo wa pili wa marejeano kutokana na kiwango kilichoonyeshwa. Bado kuimprove, kwa sababu tungesema kwamba tumeimprove tungewafunga au draw. Kwa hiyo mimi kama coach mwenye mafanikio na tunataraji kuipeleka Tanzania World Cup, na hatuwezi kwenda World Cup mpaka mimi mwenye mifumo tofauti, mwenye kipaji cha kufundisha soka. Nilishatamka toka awali, hakuna kwamba msijidanganye, msilete siasa kwa sababu unasema tumeimprove. Tumeimprove wapi? Bado tujawa. Inatakiwa uongoze kundi, kwa hiyo umeimprove. Kuna timu zilimprove kama Arsenal kama Morocco ilimprove, kama Senegal ilimprove kutoka Z mpaka kuwa B, kakutana na mabingwa wa dunia, Ufaransa kawafunga. Wale ndio kwamba wameimprove. Unaposema umeimprove ni kumpiga mkubwa. Yani unapompiga mkubwa kama yule Tanzania Taifa Stars tungemfunga yule, ndio unasema imeimprove, unatoa saluti. Lakini kwa mimi coach siwezi kusema tumeimprove. Tumejaribu. Na pengine cha tofauti ambacho umekiona jana kwa wachezaji wetu ni kipi? Hakuna utofauti, niona ni vile vile. Utofauti upi? Utofauti tulikuwa tuwafunge, ndio ningesema utofauti. Hakuna utofauti, ni vile vile. Sawa, kwa matokeo haya ni kama tumejikatia tiketi ya kuweza kutokufuzu kwenye michuano hii, kwa sababu hata kama tukifanikiwa kwenda hatua ya playoff inaonekana ni kama nafasi ngumu hivi kwetu katika kutafuta hiyo kufuzu. Pengine nini kifanyike sasa kwa kile ambacho tulichokiona kwa Taifa Stars hii ya Ahmed Morocco toka ameachiwa mikoba yake? Nimpongeze kwa hilo. Amewazidi wageni, amewazidi wazungu, ambavyo watu waga wanawaamini sana wazungu kwamba kila kitu. Kuna watu ambao sisi tuna vipaji vya kuweza kufanya vizuri zaidi, lakini leseni zetu bado hazijafika kuna kustahili kwa masharti yaliyowekwa ya mpira duniani, FIFA na mpaka TFF mpaka CAF. Lakini nashauri jinsi lazima tuchukue maamuzi. Unapokwenda kutaka matarajio kwamba umeimprove, hapana. Lazima uchukue hatua thabiti za kuweza kuliokoa taifa au kufanya vizuri, kwa sababu panahitajika vijana walo wadogo wakawekwa kambini, wakatengenezwa kwa ajili ya kujiandaa na World Cup, kujiandaa na michezo mikubwa ili wakaonyeshe. Lakini si kutegemea hao wachezaji wanaocheza Simba na Yanga ukawaita kwamba ukawakutanisha, kwa sababu ukijua kwamba hata ndani ya Afrika sisi hatujachukua hata klabu bingwa. Hata klabu bingwa kucheza fainali tu hatujawahi ndani ya vilabu. Sasa unasemaje unaenda kukutana na wachezaji ambao wanazibeba timu zao, wameitwa kwenye mataifa yao makubwa, wanaenda kukumbana na wewe. Wewe utapigwa kama mwizi, bado haujaimprove. Wewe tumeteka soka ukanda wa Afrika Mashariki.
lakini hatujafika kazini, hatujamaliza kusini. Lazima kwanza ufunge kanda zote. Tuna kanda 5 Afrika. Sasa mashariki tumeikamata, bado hatujavuka kwenda kusini, twende kazini, twende magharibi. Hapo ndio unasema kwamba umeimprove, una nia nzuri, una nia ya kufanya maajabu kwenda World Cup. World Cup haizungumziwi kama mnavyoizungumzia. Mpira hauzungumzwi kwenye media ukauzungumzia mpira ukauchambua. Hiyo kitu ambacho haikiwezekani. Lazima mchukue hatua thabiti kuandaa watu kwa ajili ya World Cup, kwa ajili ya michezo mikubwa ya kimataifa. Chukua vijana, watengeneze, waandae kwa maandalizi ya kisoka, kwamba wewe na kuandaa na kutengeneza mwaka tukuandae ili ukaonyeshe maajabu, ambaye si mchezaji wa Simba, Yanga, Mtibwa, sui nani. Hapana, lazima waandaliwe watu special, maaskari special, sababu tunawaita ni maaskari ambao wameandaliwa, wamepata mafunzo mazuri kwa ajili ya kwenda kupigania taifa la Tanzania upande wa soka. Wale ni maaskari, ndio wawakilishi wa Tanzania upande wa soka, lakini si kuzungumzia kwa maneno. Mpira uzungumzwe kwa maneno, unazungumzwa kwa vitendo. Umetoka kumpa maua yake hapo kocha Emedi Moroko, amewapikwa hata wazungu ambao walikuwa wanakuja hapa, ama makocha wa kigeni ambao wamekuja kufundisha timu ya taifa, amewazidi kwa namna moja ama nyingine. Pengine tunaweza tukasema kwamba huu ndio wakati wa shirikisho kuweza kuwaamini makocha wazawa na kuwapa nafasi hii ya kuweza kuzifundisha timu za taifa. Ni wakati sahihi, kwa sababu mtu mweusi si kwamba amefeli kila jambo. Hapana, waga wanachukulia kwamba watu weusi hatuwezi, lakini nimeona marehemu Steven Keshi alipeleka, yuko Songi kaipeleka. Kwa hiyo wanaweza. Kwa hiyo hauna tofauti na Moroko. Kwa hiyo naye wameonyesha wako na Mgunda pale, naona bolu inatembea, watu wanajitahidi, lakini bado ni kuhitaji sa mapinduzi ya soka. Lazima ufanye mapinduzi sasa ya soka. Kama kweli tuko serious kutaka kupata mabadiliko makubwa, lazima tuwe kweli tufanye maamuzi yaliyo magumu kwa faida ya soka la Tanzania. Kiachana na hilo, wewe umekuwa ukijitenabaisha kwa namna moja ama nyingine, ni mwanachama lakini shabiki wa klabu ya soka ya Simba, na hivi juzi ukanukuliwa kupitia chombo kimoja cha habari kwamba ukisema endapo kama isingekuwa hicho kilichotokea kwenye kurithishwa huko ushabiki wa hizi timu, basi wewe ungedondokea labda kwenye kuishabikia Young Africans kutokana na misimamo ya mashabiki pamoja na wanachama wa klabu ya soka ya Yanga, na hususan ukawagusia wazee kutokana na ile misimamo yao ambayo wako nayo mpaka sasa hivi. Leo hii wazee wa klabu ya soka ya Simba wameitisha mkutano na waandishi wa habari wakisema kwamba hawako willing na baadhi ya maeneo, wakiwataja mfano waziri Mchemba Mwigulu kutokana na situation hii ya kumiliki klabu hivi na hivi, kuwa na mahusiano na klabu nyingine, lakini pia akimgusia GSM anaharibu mpira wa Tanzania kutokana na udhamini wake wa klabu nyingi. Pengine kwenye kauli kama hizi, wewe ukiwa kama mwanachama lakini pia mpenzi wa Simba na mdau wa soka nchini Tanzania, pengine wewe kauli kama hizi huwa unazitafsiri vipi? Kwa upande wa wazee wa Simba waliongea ni sahihi, wako sawasawa, lakini watu wasimlaumu GSM kwamba anaharibu soka la Tanzania. Mimi kwa hiyo kwa upande wake nasema hapana. Wamlaumu kama walivyosema upande wa viongozi wa serikali ni sahihi, lakini wasiende GSM. Ile ni kampuni ya kibiashara, kampuni inalipa kodi. Kwa hiyo inasakanya kujitangaza, kujitanua, hakataliwi. Lakini wasimzungumzie, ni kampuni ile. Kwa hiyo mtu yote mwenye kampuni anaruhusiwa kuwekeza, mradi asivunje sheria. Hajaribu, anaenda kuwekeza, kutengeneza, kutanua biashara yake. Kwa sababu kwanza kitu cha Simba, jinsi walivyoweza kuzungumza, na mimi narudia na kauli yangu mwenyewe ambayo niwahi kuizungumza, kwa sababu kuna wakati tuliyumba kiutawala, tukayumba viongozi wapo, na tukakubali wana Simba kuchomekewa ambaye si Simba damu,
mtu haumjui katoka wapi, tukakubali ukaingia katika uongozi. Kwa hiyo nafikiri tuliumba sana na mimi nilijitoa mwanga kwa sababu naipenda Simba kuzungumza mpaka nikafika kuongea ni kwa nini. Kwa sababu nikakumbuka kwamba ingekuwa ni mashabiki wa Yanga wasingeweza kuvurugwa na vitu kama vile. Nafikiri hata bakora wangeshika na watu wangetandikwa ndani ya klabu yao, lakini wengi wakawa wananibeza, lakini wakaja kukubaliana na mimi na mama mwenyewe tajiri akakubali, akakaa chini, mazungumzo niliyokuwa nazungumza akakubaliana nayo, akaingizwa mtu anaitwa Magoli ambaye ni mpenzi wa Simba wa dhati, mwanachama mkereketwa, akaingia ndani ya kamati kwenda kusajili, akapewa majukumu hayo. Kweli akaleta wachezaji tumeona, hata aliyekosea ni bahati mbaya, lakini tofauti walipokuwepo Mangungu na Mr. Try Again, kwa kweli walikuwa wanavurunda, walikuwa wanatupiga kwa kweli bila kupepesa macho. Wale walitutandika, walikuwa wako kimaslahi yao, hawana uchungu na klabu ya Simba. Yani wale ni watu ambao hawana, lazima kwanza kitu unakipenda uwe na uchungu nacho. Kwa hiyo Magoli anaipenda, lakini Try Again na Mangungu hawapendi klabu ya Simba, wako kwa maslahi yao binafsi. Lakini tumeona hata wenyewe waandishi, mmeona msimu mmoja wachezaji walioletwa vijana wenye uwezo wanafurahisha. Ndio tunapotaka Simba iwe hivyo. Sio tunakuwa kinyonge, hapana. Simba ni kubwa kitambo hicho. Toka tuko watoto Simba ni kubwa. Kwenye michezo ya kimataifa Simba ilishacheza 74 75, ilishacheza nusu finali klabu bingwa Afrika. Tulishacheza 93. Shirikisho tulikuwa naitwa kombe, ilikuwa inadhaminiwa na mtu mmoja aligombea urais Nigeria anaitwa Mashudu Abiol. Mwaka 93 mimi niko Taifa. Mpaka siku Ali Hassan Mwinyi marehemu hayati huyu alipozungumza Tanzania ni kichwa cha mwenda wazimu baada ya kulikosa lile kombe. Mohamed hakuwahi kufungwa mita 35, lakini alifungwa mita 35 na mchezaji na timu moja ya Stella Abidjan. Mchezaji mmoja anaitwa Bol Zozo, niko uwanja wa Taifa namuona mita 35. Zile ni hujuma zilitumika kuihujumu Simba. Kwa hiyo sisi ukiwa unaipenda kitu kwanza ipata historia ya klabu yako, ijue kiundani. Kwa hiyo ulipotokea mambo mimi niliamua kupekecha, kuzama ndani na kutoka nikiwa hivi mpaka leo na miaka 55 nikajua vitu vingi vikubwa zaidi na kuvielewa, ndio niweza kutoa kauli ya kiume. Ile ni kauli ya kiume. Kwa mwanaume unapokushinda jambo usikae nalo moyoni, utapata pressure, liongee mbele za watu ili mradi hujatukana mtu, uzungumzia ukweli, usiende kuzungumzia pembeni. Mimi nikaita media nikazieleza kama navyoongea hivi. Ndio jambo ambalo niliongelea ambalo lilikuwa ni ukweli kabisa. Ulizungumzia kitu kinachoitwa ubepari kwenye klabu ya soka ya Simba. Pengine sasa hivi tunaweza tukasema kwa namna moja ama nyingine umeshafutika ule ubepari. Sasa hivi sisi unajua wanachama na mashabiki hakuna tunachokitaji. Niko tayari kuichangia Simba, ndio maana nikachukua kadi. Ninachotaka timu yangu isionyeshe unyonge. Timu ifanye vizuri tu basi. Lakini unapoleta ujanja spendi. Sasa hivi hali iko shwari. Tajiri Mo alikumbuka kwenda kumleta Magoli, akakumbuka Magoli alikuwa amemweka pembeni, akaweka maswaiba yake, lakini maswaiba yake wakamwangusha. Unajua usije ukamuingiza rafiki yako, akawaingiza rafiki zake Try Again na Mangungu wakaribu, akamrudisha Magoli. Kitambo hicho Magoli ni kiongozi ndani ya Simba. Kwa akatutengenezea timu mpaka hii tunaiona timu akina Kamara kina hawa ni matokeo ya Magoli kuitumia fedha ya usajili ilivyo sahihi na kukumbuka Simba isiyo kinyonge, Simba isiishi kinyonge. Nafikiri sasa hivi Simba inaenda kuimarika zaidi, inaenda kutengeneza vizuri mambo yetu. Kwa hiyo hatuna pressure sasa hivi. Kwa hiyo hata mimi sasa hivi unaona hata Monkali hata hasira nimetuliza, tunaiangalia Simba inapoperform, inavyoonyesha makali yake. Mashabiki wa Yanga ambao ulikuwa unawasifia kuwa na misimamo yao pamoja na viongozi wa Yanga, unawasifia kuwa na misimamo yao mikali kuhusu kitu kile ambacho kinachowasibu kuitetea klabu yao. Ulikuwa ukiwasifia sana na ukawa mwenyewe unajutia endapo kisingetokea hicho ambacho kilitokea miaka hiyo iliyopita, basi ingewezekana kwamba ungekuwa ni shabiki wa Yanga. Sifa hizi ambazo unazowasifia leo hii mashabiki wa Yanga na wazee wake pamoja na viongozi wamekalia ule mstari kwamba hatupeleki timu uwanjani tena kucheza na klabu ya soka ya Simba,
lakini Simba leo wamekaa kikao, wanasema kwamba hatutoi pointi, hatutaki Young Africans wapewe pointi 3 za mezani, sisi tunachohitaji mchezo uchezwe. Pengine hichi kinachoendelea na kauli ya waziri kutaka kuwaita Simba, Yanga, bodi ya ligi pamoja na TFF walimaliza hili swala, unaona kabisa kuna kwenye huu mzozo kuna mwarobaini utapatikana na mechi ikachezwa? Mechi lazima ichezwe. Wote tunacheza ligi inayosimamiwa na TFF. TFF ikaunda bodi ya ligi ya kusimamia michezo yote ya ligi, waamuzi, wachezaji, makocha, yani wote wanaoendesha ligi. Bodi ya ligi ndio kiongozi wao. Ndio iliona kwamba mechi hii imeshavurugika kuanzia usiku ule. Simba alikuwa anaenda kufanya mazoezi akazuiwa na Yanga Afrika. Kwa hiyo wakiwa kama chombo cha kusimamia soka, likaona amani haitakuwepo. Amani inaweza kutoweka kwenye viwanja, watu wanauana, watu wanaumizana, watu wanaharibu mali, watu wanapoteza maisha. TFF wenyewe ikaamua kusema hapana, kupitia bodi yake hii mechi haichezwi. Sasa unapokwenda kuomba pointi za mezani na chombo kinachosimamia ndio kiliahirisha, ile ni misimamo tu, misimamo na hasira, lakini game na uhakika game itachezwa na bodi ya ligi itapanga tarehe na game itarudiwa na game itapigwa kama kawaida. Sasa mtu atakasema kwamba hatapeleka timu, ataenda kutafuta ligi yake nje ya Tanzania, sio tena ndani ya TFF. Nje ya Tanzania anaweza kwenda kushiriki ligi Zanzibar kama walivyoongea, anaweza kwenda kushiriki Zambia, lakini si ndani ya Tanzania. Chombo cha kusimamia soka la miguu, football, kitatoa ratiba ya Simba na Yanga, dabi lao ikupigwa. Simba tokwenda kushiriki na Yanga tokwenda kushiriki. Lazima wakashiriki kwa sababu unajua kama sisi tunakuwa tunaongea, ni sawasawa kuchukua gunia la sukari kwenda kuliunga baharini, hakuna sukari. Mashabiki wazee wanaongea, lakini viongozi wanasemaje? Kwa sababu bodi ya ligi na TFF hawaongei na makundi. Wanamuita mwenyekiti, wanamuita katibu, wanaotambulika. Njoni, wanapewa barua siku fulani mje tuna kikao. Au wanatoa ratiba, Aprili 28 kutakuwepo na mechi Simba na Yanga, wanapewa ratiba. Basi hutaweza kutoa sababu wewe unasimamiwa, unaupenda soka, lazima utakuja kushiriki. Ni lazima uje kushiriki. Acha hiyo, ni misimamo yao nje ya soka. Kuna misimamo ndani ya soka kwa sababu viongozi hawajatoa, ndio maana kiongozi wote hajaongea. Wapo wakina Kivuruge, wakina Muzungu Kivuruge ndio wanavuruga. Yani filimbi Kivuruge, Mzungu Kivuruge ni baba. Hana analongea ni kuvuruga tu. Yule mzungu ni Kivuruge tunamuita. Kama cherehani. Hatusaidii kwenye soka, hana afya. Muda wake umeshakuisha, Kivuruge akae pembeni, soka lipigwe. Na ikitokea sasa Young Africans wamefikia makubaliano baada ya kuitwa, wakasema kwamba ili sisi tucheze wanatakiwa Simba watulipe gharama zile za mchezo zote. Mko tayari nyinyi kama mashabiki na wanachama kuchanga mkawalipa Yanga? Utamlipa kivipi? Aliahirisha game ni nani? Ni kwa nini kikatokea kitu kama hicho? Nielewe vizuri. Ni kwa nini kikatokea? Ni kwa nini umedondoka? Kimekudondosha nini? Kwa nini game ikaahirishwa? Ilianzaje? Sosi Yanga wamezuia kwamba Simba wana mbuzi, wanaingia kwenye uwanja wa Taifa kwenda kuroga. Tunaomba tuonyeshe hizo mbuzi. Unaogopa nyama ya mbuzi? Wale ni watu vishawishi nje ya viongozi. Sisi tunaongea lakini sisi sio viongozi. Mimi sio msemaji wa klabu, lakini naongea kwa utashi wangu. Lakini si dawa. Sina maamuzi, najifurahisha. Wale ni wazee wameongea. Wale ni mashabiki wa Yanga kwamba hawatapeleka timu. Hana mamlaka yote aliongea. Sijamuona rais wa Yanga kaongea, sijamuona katibu wa Yanga, sijamuona msemaji wa Yanga. Ni hawa Kivuruge, wakina Muzungu. Alishaishiwa, anatafuta vingine. Wakina Muzungu Kivuruge. Kwa hiyo wanaweka tu mandambo yao, lakini soka litapigwa, mechi na uhakika 100%. Bwa mdogo game itapigwa. Tatolewa ratiba, ile ni chombo huru TFF,
kina bodi yake. Hakuna kwamba bodi jiuzuru, wao ni wakubwa, waliona hapa kuna amani itatoweka, tunaahirisha game kwa manufaa ya wanasoka wote. Lakini wana Yanga wanasema bodi ilishinikizwa na barua yenu nyinyi mlioitoa ile. Kilitokea nini? Chanzo kilikuwa ni nini? Simba ilikuwa sahihi? Ni nini kilichotokea? Tunarudi nyuma, tusianzie mbele, anzia nyuma, anzia mwanzo. Kilikuwa ni nini? Ni wao chanzo. Kufanya vurugu kabla ya mechi sio vizuri. Tungeacha wakamaliza wakafuata taratibu, tukaenda kwenye mechi. Wachezaji, ni kwa nini tukaandika barua? Mchezaji kesho ana game, amekaa uwanja wa Taifa amesimama masaa 3, halafu kesho una dabi masaa 3, mtu kasimama na hajafanya mazoezi, na hii ni Ramadhani, halafu kesho ana dabi. Unamwambiaje hapo? Hatungekuwa wewe, umefunga, umemaliza kufuturu, unajiandaa kwenda kufanya mazoezi kwa ajili ya kesho, kwa sababu kwa siku tunafanya mazoezi mara 2, asubuhi na jioni. Sasa jioni hatujafanya, tunafanya usiku. Sasa ule muda hujafanya mazoezi, mchezaji kachoka, alafu kesho leo una dabi, kesho una dabi, unaweza kuingiza timu? Wao ndio wameyakoroga wao. Kwa hiyo tuache aliyokwenda, tuandae timu ziende kurudiana, tuachane na iliyopita, tuachane kabisa, tutupe tu, tuishi kama wazungu. Busht, twende uwanjani tukacheze game. Bodi ya ligi tupangie tarehe, twende kwenye game. Basi bodi ya ligi panga tarehe, twende kwenye game. Nimemaliza. Wanasema kutokana na majeraha ambayo mlikuwa mmeyapata ya Musa Kamara pamoja na Che Malone Fondo, kama mkachungulia mbele hivi mkaona hapa tusipopeleka pressure hii game tunaenda kucheza na tunaenda kubondwa tena kwa mara ya 5. Inabidi tupeleke pressure, game isichezwe hii. Na kweli mkafanikiwa bwana. Hili linaweza ikawa na ukweli ndani yake, maana Yanga ndio wanavyosema hivyo. Bwa mdogo mkubwa marehemu Benjamin Mkapa aliwahi kusema mkubwa tishiwi nyau. Kwa hiyo ni nyau kwamba hakuna kitu kama hicho. Tumesajili wachezaji 20 ngapi? Wapo. Hiyo ni habari ya kutengeneza. Hakuna mtu hata jana nimeenda mazoezini wanacheza wakina Kamara, wana train kama kawaida. Hiyo ni habari. Kama wao wangetaka wangetuachia tufanye mazoezi siku ile basi. Afu angalie kingetokea nini. Wangetuacha tufanye mazoezi, lakini chanzo ni wao. Chanzo ni wao. Basi kusema kwamba majeruhi, hakuna kitu kama hicho. Hiyo ni habari ya kutengeneza. Mimi sipendi habari ya kutengeneza. Napenda habari iliyonyoka, ya ukweli, ya dhati. Basi. Kitu gani, tumalizie, kitu gani ambacho kinachokuvutia kwenye uongozi wa hizi klabu mbili kwa Simba na Yanga? Na kitu kimoja bwa mdogo nikwambie, Simba na Yanga ni Kurwa na Doto. Hakuna habari ngeni kwa Simba, hakuna habari ngeni kwa Yanga. Wote wanafanana tabia zao. Mwaka huu sasa subiri atakayepewa kombe mwaka huu ataambiwa libebwa. Wote wanaongoza kwa walaumu wasimamizi wa mechi, marefari. Msimu huu Simba watawalaumu kwamba wanabebwa, msimu kesho Yanga watawalaumu hao wanabebwa. Kwa hiyo tabia zao wote ni sawa sawa. Wote tabia zao, viongozi zao wote wanafanana. Mashabiki zao hivyo hivyo, wanachama wao hivyo hivyo. Wote ni kitu hiki, ni 100% Siwezi nikawalaumu wa Yanga nikawalaumu wa Simba, wote wanafanana. Wote ni kitu hiki. Kwa hiyo tuachane na hiyo, tunataka game. Tuache kulaumu bodi ya ligi, tuache kumlaumu Karia. Karia hana kosa. Mwacha afanye kazi. Anaionyesha Tanzania soka kwa mara ya kwanza. Inaenda kucheza AFCON ya mara ya 3 mfululizo. Tumwache afanye kazi. Wala wasiwalaumu bodi ya ligi. Panga tarehe bodi ya ligi, tukutane uwanjani. Tuache maneno. Football ina sheria 17. Ina maneno mafupi. Foot, mguu, bolu, mpira basi. Una maneno mengi. Ndio maana aliwaambia wakitaka waende wasanii. Msanii ndio anaandika mashairi mengi ili akaimbe au akacheze sinema. Ndio maana Karia aliwaambia hivyo. Kwa hiyo tuache maneno, twende uwanjani. Dakika 90 zizungumze. Full stop. Bwana, mwaka huu tunamwona mnyama wale wa 93 akicheza finali ya kombe la shirikisho. Tusubiri kwanza, game bado. Kwanza tuzungumzie robo final. Finali hapana. Bado ndio tumeleta timu ndio hata mwaka haijamaliza, tumesajili vijana hawa wapya, tusipowauza tukaandaa mwaka kesho kutwa watakuwa wako level, watakuwa vizuri standard, lakini kusema finali hapana. Naongea kama coach. Kwanza tuiangalie robo finali. Tutaperform vipi?
Almasi tutaondosha, alafu tuzungumzie nusu finali, alafu tuzungumzie final. Kwanza tuzungumzie robo final. Tusiruke ngazi mbili, ngazi tatu, robo, nusu finali, finali, ngazi tatu. Kwanza tuzungumzie ngazi moja ya kutoka hii makundi kwenda robo final, ambayo tumeingia robo. Sasa tutaivuka robo, tutampasua kwenda nusu, ndio tuzungumzie hapo. Starting point ndio inapotakiwa. Kwanza tuzungumzie robo, tutamuondosha. Hilo ni jukumu la kocha, tunamwachia kocha. Tuzungumze mapema, tusiwavunje watu, tusiwakate tamaa, watu watachukia. Tuwape nafasi, kocha na jukumu lake, analipwa kwa ajili ya kazi hiyo, aandae timu sahihi, aingie kwamba kwenda kushambulia, tusiende kwa kujilinda, tukashambulie tupate goli la mapema ugenini. Basi aingie na mbinu ya speed. Ukiingia kwa kujilinda umeumia. Ingia kwamba tunataka Kibu Dennis wapige bao kipindi cha kwanza, tumemaliza. Wakija kukushuka tunaenda kujilinda, tumemaliza, tunatoka nao draw. Tunakuja hapa kwa Mkapa, wameumia, tumetangaza tunaenda nusu finali. Fresh, mimi ni kushukuru sana. Saluti. Bwana, nilikuwa hapa na super coach mchambuzi wa masuala ya kabumbu nchini Tanzania, lakini pia huyu ni mwanachama wa klabu ya soka ya Simba, akiwa ametoa maoni yake hapo kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kwenye anga la kimichezo nchini Tanzania. Amegusia Taifa Stars, amegusia Simba na Yanga, amegusia uongozi wa TFF, nini kifanyike kuelekea dabi ya Kariakoo. Amesema kwamba bodi ya ligi ipange tarehe, siku yoyote, muda wote, wao wako tayari wakakipige bwana. Hakuna pointi tatu za mezani. Nini ambacho kitakachofanyika kesho? Si ndio Alhamis, siku ambayo waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paramagamba Kabudi amepanga kukutana na viongozi wa TPLB, viongozi wa TFF, viongozi wa Simba na Yanga kuweza kujadili swala hili ambalo linaloendelea kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Nini kitakachoamuliwa? Mimi naitwa Morris, nyuma kamera niko na director Moji. Tusubiri hapo kesho, na hii ni Kishamba TV. Update hizo zote tutakuletea kupitia mitandao yetu ya kijamii, huko kote tunatumia kama Kishamba Media.